Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wakati ule Yesu aliondoka Samaria akaenda Galilaya, kwa maana Yesu mwenyewe alishuhudia kwamba nabii hapati heshima katika nchi yake mwenyewe. Basi alipofika Galilaya, Wagalilaya walimpokea kwa kuwa wameyaona mambo yote aliyotenda huko Yerusalemu wakati wa sikukuu, maana hao nao waliendea sikukuu. Basi alifika tena Kana ya Galilaya, hapo alipoyafanya yale maji kuwa divai, na palikuwa na diwani mmoja ambaye mwanawe hawezi huko Kapernaumu. Huyo aliposikia ya kwamba Yesu amekuja kutoka Uyahudi mpaka Galilaya, alimwendea akamsihi ashuke na kumponya mwanawe, kwa maana alikuwa kufani. Basi Yesu akamwambia, msipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa. Yule diwani akamwambia, Bwana, ushuke, asija kufa mtoto wangu. Yesu akamwambia, enenda, mwanao yu hai. Mtu yule alimsadiki lile neno aliloambiwa na Yesu, naye akashika njia. Hata alipokuwa akishuka, watumwa wake walimlaki wakisema ya kwamba mtoto wake yu hai. Basi akawauliza habari ya saa alipoanza kuwa hajambo, nao wakamwambia, jana saa 7 homa ilimwacha. Basi babaye akafahamu ya kuwa ni saa ile ile aliyoambiwa na Yesu, mwanao yu hai. Akaamini yeye na wote wa nyumbani mwake. Hiyo ni ishara ya pili aliyoifanya Yesu alipokuwa ametoka Uyahudi kufika Galilaya. Injili ya Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, leo siku ya Jumatatu katika juma la 4 la Kwaresma, tukiendelea na safari yetu ya Kwaresma, hasa katika mwaka huu wa kihujaji, tunakumbushwa kumfikia Kristo zaidi katika uaminifu wetu sisi kwake. Yaani kwamba tunafundishwa hasa zaidi ni namna gani tunao ukamilifu wa uelewa wa nguvu za Kristo katika maisha yetu ya kila siku, katika mahitaji yetu ya kila siku. Tunaona leo habari ya Kristo anayerudi katika kijiji au katika mazingira ambayo mwanzoni kabisa alikataliwa. Galilaya alikuanzia safari yake mwanzoni kabisa, lakini sasa wamesikia habari zake. Lakini huyu anaeleta hofu ya mtoto wake kuumwa, anataka muujiza, na Kristo anaonya, je, ni mimi unayetaka kuniamini, ama ni shida yako ndio inakufanya tu unifikirie mimi? Je, ni lazima nifanye kitu ndio unisikie? Ni lazima nifanye kitu ndio uamini? Wapendwa, Kristo anatuuliza kwa namna hiyo kwamba nasi tupate kujihoji. Sisi ni watu wa kutaka kupokea tu kutoka kwake? Mara zote lazima yeye aanze safari ya kutushika mkono, nasi hatutaki hata mara moja kujaribu kunyosha mkono ili aweze kutupokea. Basi anataka tumuombe na tuelewe kwamba anatambua juhudi zetu na uaminifu wetu. Hilo litatusaidia sisi kuweza kuyaelewa hasa matendo yake, huruma yake na upendo wake katika uponyaji wa zile shida tunazomuomba katika kila siku kwa maisha yetu, katika shida zinazotufikia katika nyumbani, nje ya nyumbani. Si lazima kwamba afanye ishara fulani. Leo Kristo anamponya kijana huyu kutoka mbali, akionyesha kwamba upendo wake unaweza kufika kokote kule ambako sisi tunaweza kuamini kwamba yeye anaweza kufika. Anataka neema yake ishirikiane
na sisi au uaminifu wetu katika ukamilifu au uzaaji wake wa matunda. Hivyo Wakristo wapendwa, tujitahidi Jumatatu hii ili kwamba katika safari yetu kama mahujaji kuelekea sikukuu ya Pasaka, kuelekea tumaini letu la mbinguni, Kristo atembee katika mioyo yetu, akiwa ndani yetu, akiwa nje yetu, akiwa katika mazingira yetu, akiwa katika maeneo yote ambayo tunataka yeye awe, kwa sababu ndiye anayetupenda nasi ndiye tunaye muamini. Tumsifu Yesu Kristo. Aliyekuletea tafakari hii leo ni mimi Shemasi Simon Chimbe wa ndugu wa Francisco wa Konventuali Tanzania.